Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa tunaenda mbele zaidi katika upande wa habari za biashara. Bodi ya bima ya Amana DIB imewahimiza wananchi kuweka akiba ya fedha zao katika benki kwa kuwa sasa wana sheria inayowezesha kuzikwamua benki zinazopata matatizo ya kifedha kabla ya kufilisika. Tupate undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo ya bima ya Amana yani DIB, Bwana Isaac Kihiwili, wakati walipotoa elimu ya mafunzo kwa waandishi wa habari. Jukumu letu sasa litakuwa ni kuangalia uwezekano wa kuisaidia benki husika kwa kutoa msaada wa kifedha kwa maana ya mkopo, lakini pia tunaweza tukadhamini mkopo ili hiyo benki iweze kufanya shughuli zake. Aidha, akachukua nafasi hiyo kutoa wito kwa wananchi waliokuwa na amana katika benki 7 zilizoshindwa kujiendesha waende kwenye matawi ya benki ya biashara TCB kuchukua fedha zao. Kiwango ambacho mpaka sasa hivi hakijachukuliwa ni kama bilioni 2.8. Ni kiasi kikubwa, na wateja ambao tunazungumzia kwenye kundi hili wako 36,112. Lakini akakumbusha wajibu wao wamiliki wa amana kwenye benki mbalimbali kuisha taarifa zao ili waweze kupatikana pindi linapotokea tatizo la kiuendeshaji katika benki husika. Ni vizuri kwamba waweze kuisha taarifa zao, taarifa za mawasiliano. Kampuni kubwa na ndogo zinazozalisha mbegu za mazao ya nafaka katika mikoa ya Rukwa na Songwe zimewataka wakulima nchini kutumia mbegu zilizothibitishwa na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSC ili waweze kuzalisha kwa tija na kuinua uchumi kupitia kilimo. Amani Bando anatueleza. Wito huo umetolewa wakati wa zoezi la ukaguzi wa mashamba ya uzalishaji wa mbegu linalofanywa na wataalamu wa TOSC likilenga kuhakikisha mbegu zinazozalishwa zinakidhi viwango vinavyotakiwa kisheria. Wakulima waachane na hii habari ya kutumia mbegu ambayo ni ya marudio, kwa sababu mwisho wa siku inawapa matokeo madogo. Tunasikia huko mitaani kuna mbegu ambazo ni feki, kwa hiyo waepuke sana kununua mbegu ambazo si sahihi. Katika shamba la Longpin mkoani Songwe, wazalishaji wamesema uzalishaji wa mbegu bora unahitaji gharama kubwa, ikiwemo teknolojia na uangalizi wa karibu wa mashamba ili kuhakikisha ubora wake. Hivyo ni muhimu kwa wakulima kutumia mbegu zinazozalishwa nchini. Longpin Agriscience Tanzania tunachukua tena nafasi hii kuwashauri wakulima waweze kutumia mbegu bora. Kabla ajaja mtu anayedhibiti ubora, ni lazima sisi wenyewe ndani kwa ndani tujihakikishie kwamba tumefikia ubora kwa 100%. Wataalamu wa TOSC wameeleza kuwa kabla ya mbegu kumfikia mkulima huthibitishwa kupitia ukaguzi wa kina katika hatua zote za uzalishaji. Hivyo ni muhimu kwa wakulima kuzitumia ili kuongeza mavuno na kuepuka hasara. Mpaka sasa mashamba mengi yamekidhi vigezo. Serikali imepanga kuongeza nguvu ya ziada katika kukuza zao la parachichi kupitia Mamlaka ya Afya ya Mimea na Vifuatilivu Tanzania TPHPA kwa kuweka mikakati itakayoongeza uzalishaji, kuimarisha ubora na kupanua masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru amesema mamlaka imeweka mikakati hiyo ili kuhakikisha wakulima zao la parachichi wananufaika zaidi na biashara hiyo. Mwongozo umeshaandaliwa na wizara, uzalishaji mzima wa parachichi mfano, sawa, unavuna wakati gani? Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo ndio inatutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi, na muda mfupi ujao kuja kujiunga na Adan Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea tu kusalia nasi.